Na mtazamaji wangu, hatua za hivi sasa ambazo zimeweza kuonekana kufanyika mikoa mbalimbali jioni ya leo zimeweza kuibua gumzo zito, na kutokana na kile ambacho kimeweza kutolewa kutoka Ikulu, taarifa inayozidi kuaminika kutumiwa idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kufuatia tukio la maandamano ya Sabasaba yanayozidi kuratibiwa kufanyika siku ya kesho, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Pia taarifa iliyoweza kutolewa mapema leo hii na jeshi la polisi kwa mara nyingine. Taarifa hiyo hivi sasa inazidi kujadiliwa kila kona kutokana na gumzo kuu la maandamano ya Sabasaba. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, maandamano ya Sabasaba hivi sasa yanazidi kuzungumziwa kila kona, na pia hivi sasa tunazidi kushuhudia uongozi ulioko madarakani umeweza kuimarisha ulinzi kila kona, jambo ambalo linaaminika kwamba ulinzi huo siku kesho utajaribu kusambaratisha idadi kubwa ya watu watakaokuwa wakionekana wakiwa kwa umoja, kwani huenda ikaweza kushukiwa ya kwamba wapo na nia ya maandamano hayo ya Sabasaba, sawia na kile ambacho kiliweza kutangazwa na jeshi la polisi ya kwamba waandamanaji wote wale watakaokuwa wakiongoza maandamano basi lazima waweze kujihusisha ama kujiwasilisha katika kituo cha polisi na kukabidhi maafisa wa polisi ruhusa ya maandamano hayo ya amani ya siku kesho. Iwapo hakuna yoyote yule aliyeweza kufanya hivyo, basi huenda ikawa ni mbaya kwa maandamano bila idhini ya maafisa wa polisi. Ila kauli hiyo hivi sasa inazidi kushutumiwa vikali. Sote tunafahamu aina ya uongozi ulioko katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa. Iwapo huenda kaweza kujiwasilisha katika makao makuu ya maafisa wa polisi ya kwamba upo na nia ya maandamano, huenda kaweza kuishia kukamatwa, jambo ambalo litaweza kuvunja mioyo ya baadhi ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wanaonia ya maandamano ya Sabasaba. Hivyo basi kile kinachozidi kudaiwa na kuaminika ni ya kwamba waandamanaji wataweza kukutana katika barabara kuu mikoa mbalimbali ili kuonyesha umoja, na pia kilio wanachozidi kukililia kwa uongozi ulioko madarakani, serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan iweze kusikiliza kilio cha waandamanaji watakaokuwa wakiandamana siku ya kesho ambapo ni Sabasaba. Vilevile mtazamaji wangu, tumeweza kushuhudia kwa mara nyingine taarifa nzito zilizoweza kutolewa na wanaharakati, hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa hasa kwa mwanaharakati Maria Sarungi, mtandao wake wa Instagram katika Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa huenda kaweza kutumia VPN ndipo ambapo uweze kupata ujumbe na machapisho anayozidi kuyapeperusha kwa ukurasa rasmi wake wa mtandao wa Instagram. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba mitandao ya kijamii ipo na nguvu kubwa kwa maandamano, hasa tukishuhudia ama tukirudi nyuma kwa tukio lililoweza kutokea katika maandamano ya Oktoba 29. Sote tunafahamu kwamba mitandao ya kijamii iliweza kuwasha maandamano hayo kwa nguvu hadi kipindi na wakati ambapo serikali iliweza kuzima umeme pamoja na wifi ama network ya mitandao ya kijamii, jambo ambalo liliweza kusababisha waandamanaji kushindwa kupata mawasiliano. Mwisho siku maandamano hayo yakaweza kufifia, kuisha nguvu, na ajenda iliyokuwa katika maandamano hayo haikuweza kufanikishwa. Hivyo basi leo hii tunaendelea kushuhudia uongozi ulioko madarakani kuwa hatua moja mbele kwa kuzima mtandao wake Maria Sarungi. Ila sote tunafahamu kwamba VPN zinazidi kutumika mikoa mbalimbali ili kupata habari ya matukio halisi yanayozidi kushuhudiwa na kila kitu kinachozidi kuhusiana na maandamano ya Sabasaba. Mtazamaji wangu, kwa mara nyingine leo hii tumeweza kushuhudia ripoti ambayo imeweza kutolewa na vyuo vikuu, baadhi yao ya kwamba
vio hivyo wanafunzi wataweza kutoka kuingia mabarabarani na kuandamana. Hii hapa mtazamaji wangu, kwa mara nyingine inazidi kuonyesha aina ya uongozi ulioko madarakani katika sekta mbalimbali bado haujaweza kukubalika kikamilifu. Hii ikiashiria njia moja ama nyingine, maandamano ya Sabasaba huenda yakaweza kutokea na kuwa na nguvu, na pia ajenda muhimu ambazo zinazidi kujadiliwa na kuombwa katika maandamano hayo, ikiwemo uhuru wake Lissu na katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania, waliotekwa waweze kurejeshwa katika familia zao. Mtazamaji wangu, huenda ikaweza kufanikishwa, ila sote tunafahamu kwamba moja ya jambo ambalo linazidi kuombwa na idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ni kutokana na wale watakaokuwa wameweza kujitokeza kuelekea katika shughuli zao za siku baada ya siku ili kupata kipato cha kukidhi mahitaji yao. Uongozi ulioko madarakani uweze kuwekea ulinzi hao pamoja na wale ambao watakuwa wakiongoza maandamano hayo ya amani, kwani hivi sasa tumeweza kushuhudia idadi kubwa ya viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kuzungumzia kila kona maandamano hayo ya Sabasaba yanayozidi kutarajiwa ama kuratibiwa kufanyika siku ya kesho, jambo ambalo kila mtu leo hii anazidi kufuatilia maandamano hayo kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Tanzania. Na hivi sasa maandamano hayo sio taarifa za Jamhuri ya Tanzania pekee, bali maandamano hayo ni taarifa inayozidi kufuatiliwa kote duniani. Hii hapa ni kutokana na kesi nzito inayozidi kukabidhi viongozi wakuu wa serikali ya CCM. Hivyo basi mataifa ya kigeni kwa mara nyingine hivi sasa yapo ange na kwa makini kwa asilimia kubwa, ili kila kile kitakachokuwa kikijiri waweze kukinakili, na ndipo ambapo walinganishe na maandamano yaliyoweza kutokea mapema Oktoba 29 mwaka 2025, kipindi na wakati ambapo idadi kubwa ya waandamanaji waliweza kuaga dunia na wengine hadi leo hii kusalia kuwa na makovu. Ila katika maandamano ya Sabasaba tungependa kuweza kuwepo na amani katika Jamhuri ya Tanzania. Sote hivi sasa tunazidi kushuhudia hasara iliyoweza kuletwa na maandamano na ghasia zilizoweza kutokea Oktoba 29. Hivi sasa kuna gharama kubwa ya maisha. Pia viongozi wakuu wa serikali ya CCM wameweza kukataliwa na kutengwa kwa asilimia kubwa na mataifa ya kigeni, jambo ambalo linazidi kuathiri pakubwa uongozi huo kuendelea kufifia kiuchumi baada ya kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, kwani mataifa ya kigeni yasingependa kujihusisha na uongozi huo kutokana na swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi unaozidi kudaiwa ni ukiukaji wa haki za binadamu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na swala nzima la maandamano ya Sabasaba yanayozidi kutarajiwa kufanyika siku kesho? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.